Dada anavyosema nitambadilisha mwanaume, ikiwa wewe unaweza ukaanza kubadilika wewe binafsi. Kwa mfano, kama mwanaume anakuwa ni mtu ambaye labda ni mkorofi kwa sababu mwanamke mwenyewe ndio mkorofi, ni rahisi sana mwanamke mwenyewe kubadilika na mwanaume akabadilika. Kwa mfano, ukiangalia wanaume wengi ukizungumza nao kuhusu habari za familia zao, wanaume wengi huwa wanalaumu kwamba mke wangu ndio anaongea sana. Na wanaume sio watu wanaume hawataki kujibizana. Unajua mwanamke akiwa anaongea sana anatamani mjibizane, lakini wanaume sio kuongea. Kwa hiyo inategemea naye sema nataka kumbadilisha, anataka kujifunza mbinu za namna gani kumbadilisha. Wakati mwingine anayetaka kubadilisha ndo anatakiwa yeye ndo abadilike kwanza. Kuna uwezekano wa mtu akamsaidia mwingine kubadili tabia. Okay. Mtu mwingine anaweza kumbadilisha mtu mwingine tabia ikiwa atakuwa na mambo yafuatayo. Moja, kwa nini ambadilishe huyo mtu tabia alionayo? Ukishasema ni kwa nini, manake unamtengenezea hata yule anayetakiwa kubadilishwa tabia, kumweleza hiyo sababu ya kwa nini abadilishe hiyo tabia. Kwa sababu Mr. Liza, wewe kuna tabia umeizoea kiasi ambacho huoni kama kuna umuhimu wa kuibadilisha, kwa sababu kwako wewe huoni kama ni tatizo, na hilo ndo akili yenyewe. Akili na uwezo wa kujua mwingine ana tatizo gani, ila inaweza isijue yenyewe ina tatizo gani. Inaweza ikakwambia wewe hausikii vizuri na sikio lako la kushoto ndo halisikii vizuri, lakini ikawa inashindwa kujua kwa nini yenyewe haielewi inachoambiwa. Kwa hiyo sababu ya cha kwanza ni kujua kwa nini umbadilishe mtu hiyo tabia. Kwa mfano, mimi mara nyingi sasa hivi tunawekeza sana kwa vijana kubadilisha tabia, kwa sababu watu wazima, Flora, wewe kuna tabia zako hapa, nikisema nianze kuhangaika na wewe na Bwana Liza kuzibadilisha, utaanza kuniambia unaniingilia maisha yangu, kwa sababu ushazoea, umeshafika miaka 30, 28 huko, tabia umeshazoea. Vijana tunawaambia, kwa mfano tunaenda shuleni, tunawaambia ukitaka kuwa na tabia ya kujisomea, hauna tabia kabisa ya kujisomea, unataka kutengeneza tabia ya kujisomea, lazima ujiulize kwa nini nataka kuwa na tabia ya kujisomea. Kwa mfano, hata mimi zamani kwa sisomi. Mimi nilikuwa najua kusoma wanasoma shuleni. Yaani huku kwenye maisha ya kawaida hakunaga kusoma. Lakini nikaja nikajiuliza nikasema, ili niwe na uwezo wa kuwa nazungumza vitu vingi kwenye jamii, lazima niwe na maarifa. Na maarifa ndiyo yanayoweza kumkomboa mtu mwingine. Na ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio elimu. Elimu ipo, watu wengi sana wana elimu na wameelimika vizuri, ila maarifa ndio changamoto. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza, nikajiuliza kwa nini nianze kujisomea. Nikagundua kwamba nikianza kujisomea nitakuwa na uwanja mpana. Hata nikisema nataka kumbadilisha mtu tabia, nitakuwa na maeneo mengi sana ya kugusa ili niweze kujua tabia yake natakiwa kwa nini ibadilishwe. Hilo la kwanza. La pili, atapata faida gani baada ya kuwa amebadilishwa hiyo tabia? Sio, umeelewa? Kwa mfano sisi tunadili na watu ambao wana changamoto za ulevi wa pombe, matumizi ya dawa za kulevya. Tuna sober house kabisa. Lazima umueleze kwa nini abadilishe hiyo tabia, lakini pia atapata faida gani baada ya kubadilisha hiyo tabia. Kwa mfano, kama tabia yake inamfanya asiheshimiwe, lazima umwambie hii tabia haikuonyeshi kwamba unaheshimiwa, ila ukiibadilisha utaheshimika. Sio, umeelewa? Na binadamu kwa asili anapenda kuheshimiwa, anapenda kuthaminiwa. Sio, umeelewa? Anapenda kusifiwa kwamba yeye ana tabia nzuri. Sio, umeelewa? Sasa jambo la tatu ni lazima ujue kwamba akisha kuwa amepata hiyo faida, sasa ataweka tabia gani mpya itakayokuwa na muendelezo wa kufanya awe anaheshimika. Unaona haya mambo matatu. Kwa nini abadilishe tabia, lakini faida za kubadilisha faida, na tabia gani anatakiwa itengeneze ambayo itafanya muendelezo wa tabia mpya. Kwa sababu kitaalam binadamu akizaliwa, kuna tafsiri, kuna theory, nadharia inasema anazaliwa akiwa hana tabia yoyote. Yaani anazaliwa kama alivyo. Na anasema, mfano unasema ni kama kidonge cha Panadol kile cheupe, hakina tone la uchafu wote. Lakini akifika kwenye ulimwengu sasa, akishalia ile pale hospitali, tayari kuna vitu anaanza kusikia, tayari kuna vitu ataanza kuona, tayari ataanza kujifunza na nini.
na tabia 85% ya tabia tulizonazo tumezikuta kwenye mazingira tunayoishi. Na ndio maana ukiangalia kuna watu wanaoishi maeneo fulani, ukiwapeleka maeneo fulani wanasema mimi huku siwezi kuishi. Kwa nini? Kuna siku niliwahi kuzungumza hapa kuhusu, nilitaja sehemu moja hapa ya hapa Moshi kwamba kuna mtu anaweza akasema mimi nikitoka eneo hili mimi mwenyewe kuna eneo kwenye mikoa, baadhi ya mikoa nimeshazunguka kwenye mikoa na na maeneo kabisa, yani kuna maeneo ambayo hata ukinipa nyumba ya bure siwezi kuishi kwa sababu mazingira yataniathiri. Nitabadilika, yani nitaanza kuwa mstaarabu alafu baadaye wenyeji wataanza kusema huyu mbona anajidai, sasa inabidi nibadilike, sasa nisiwe kama vile tena. Kwa hiyo yale mazingira yale yanaweza kusaidia kumfanya mtu awe na hiyo. Kwa hiyo ukishamueleza, ukishampa hiyo tabia mpya sasa una uhakika sasa na uwezo wa kuendelea na tabia mpya. Ndio maana wale tunawatoa kwenye dawa za kulevya, lakini tunawaambia mrudieni Mungu, nendeni kwenye masuala ya kijamii, fanyeni hiki, fanyeni kazi, nendeni huku mkahusiana na watu, fanya hivi, fanya vile, na unaweza kumsaidia kwenye